Mabibi na mabwana, habari zenu, habari zako popote pale ambapo unatutazama. Karibu sana ndani ya Hello Weekend. Jumamosi nyingine nzuri kabisa, tunayofuraha umechagua kuamka na sisi, tunayofuraha umechagua kuwa na sisi. Kwa hiyo unayeangalia marudio usije ukaenda kuangalia saa kama ni muda wa kuamka, hapana. Hello Weekend saa 1 asubuhi Jumamosi na Jumapili, na marudio ni saa 4 usiku. Asante kwa kuwa umetuchagua sisi. Siku hii leo tunakaa kikao na wewe pamoja na wafanyabiashara. Ukiwa wewe ni mnunuaji au ukiwa ni mfanyabiashara, basi kikao cha leo kinakuhusu. Hivyo maana yake ni wote kikao cha leo kinatuhusu. Kwa sababu kama sio mfanyabiashara, basi wewe ni mnunuaji, unahusika moja kwa moja na biashara. Mimi ni Merosi Mbaya, mwenzangu ni nami ni David wa Karungi. Umeniiga. Kwani usingesema naitwa au naenda kwa jina la. Kwa hiyo tayari nishaiga mtu hapo tayari. Kwa hiyo hatuponi. Hivi wanaoiga ni wafanyabiashara tu au hata wateja? Lakini uzuri wa biashara ni ama unauza wanaiga, ama unanunua. Hata wateja wanaiga. Na kuuliza umenunua wapi, na mimi naenda kununua. Okay. Na mtu akwambia hata kama umependeza, anakuuliza tu duka ili akanunue pale pale. Wewe mwambie mtu kapendeza. Jamani, wafanya biashara kuigana biashara kulikoni? Kwa nini mimi nikifungua duka hapa la nini tuseme la viatu, kesho unakuja na unafungua duka la viatu, kesho kutwa na unafungua duka la viatu. Tuseme viatu watu wanavaa sana. Haya, hadi maandazi. Nimeangalia mtaani, nimeona watu ni wavivu kuandaa vitafunwa, nimeanza kupika maandazi, nimeanza kupika kachori, nimeweka barabarani. Baada ya siku 3 na Mama Amina naye anakuja. Baada ya siku 4 Mama Farida naye anakuja, na biashara ni ile ile. Yaani kwa nini mnapenda kuwatafutia watu ubaya? Nikifanya cha kufanya. Jamani, si biashara uri. Yaani unamtafuta mtu tu, yaani unamtafuta mtu tu. Mtaa ukuwa na genge. Tumewaona, naanzisha genge langu. Yaani ndani ya muda mchache tu genge limeongezeka. Mtaa ukuwa na bucha. Nimefungua bucha yangu. Ndani ya muda mchache tu mabucha yameongezeka. Ni kutafutiana dhambi. Nikisema sasa nasafiri naenda kijijini, mtaanza kuwaza mnakosa. Njia haikuwa na daladala, basi nimeanzisha daladala. Wote mnaanzisha daladala za kwenda nani? Kijio akikuwa na bodaboda, basi nipaki hapa nipate boda, unashangaa. Wote mnakuja. Muda mchache mpo 10 kwenye kijiwe. Sasa jamani, tunaulizana, kuku kufanana kwa biashara ni ubunifu au uvivu wa kufikiri? Kwa nini mimi nikianzisha biashara ya mandazi wewe usilete chapati? Yaani unaleta mandazi vile vile, hadi size, hadi bei, hadi kiwango cha sukari kile kile. Uvivu au ni ubunifu? Tunaulizana hivi siku hii leo. Nambari yako ni 0763809770. Tukutambulisha wageni tulionao hapa studio siku hii leo kabla tujapata burudani na kuja kujadili pamoja na wewe David. Asante sana kwa heshima na taadhima kabisa. Tunafarijika sana tayari wageni wetu wako hapa. Tupo na Bi Farida Mwinshehe, huyu ni mfanyabiashara. Karibu sana. Asante sana David. Kwa majina naitwa Farida Mwinshehe. Mimi ni mfanyabiashara, nauza dagaa. Asante sana. Utatuambia ulimwona nani? Na hali ikoje hapo? Wewe ni wangapi na waliokufuata wangapi? Haina shida. Lakini pamoja nasi tupo na Coach Godfrey, huyu ni mshauri wa masuala ya biashara na uendeshaji kampuni. Karibu sana. Shukrani sana. Tunafarijika kuwa nawe. Na nimefurahi sana kufika. Na atatuambia alimwona nani anashauri biashara. Naye akaanza kushauri. Asante sana. Tuna nani anatuambia kazi yangu ya dukani. Imeniweka matatani. Lakini nasi tunaulizana hivyo kwa siku hii ya leo, wafanya biashara pale wanapoamua kuigana biashara, wanakuwa watu 6, 7, biashara ni hiyo hiyo moja na wateja hawaongezeki. Yaani kitu cha ajabu ni kwamba sio kwamba wateja wameongezeka kwenye huo mtaa, hapana. Wateja ni wale wale, lakini wafanya biashara wanaongeza biashara, wanaongezeka kwa biashara hiyo hiyo moja. Je, ni ubunifu au uvivu wa kufikiri? Nambari yako ni 0763809770. Tuandikie hapa ujumbe au pige simu kwa njia ya WhatsApp video call na sisi tutazungumza na wewe. Tunaanza na nani hapa David? Tukiuke itifaki tuanze na Coach Godfrey ili tuweze kufahamu hivi vitu bwana. Biashara ni nini? Okay. Biashara naweza kusema ni wazo fulani la kibunifu ambalo linaenda kutatua tatizo. Hii ndio tunaweza kuita ni biashara, kwamba
wewe umeona kuna tatizo fulani kwenye jamii yako alafu ukaja na suluhisho lake. Kwa hiyo ndo unaanzisha biashara kwa kitaalamu. Biashara ya juisi ya miwa sasa ilikuja kutatua. Okay. Biashara mshamona unasema mtu tatua tatizo la watu kumenya miwa. Kiu. Juisi ya miwa ikati kiu nyie. Watu kutafuna. Au vivu watu kutafuna. Hilo ni tatizo. Watu wako speedy sana. Sawa coach, lakini tumeelewa na hiyo dhana nzima. Kwa hiyo mtu akija kutatua tatizo ndio inakuja biashara. Na umeweka neno ubunifu. Yes. Okay. Na hapo tuambie kuna aina za biashara? Yes. Ndio. Tuambie. Sasa hapa kuna vitu viwili. Kuna mfanyabiashara alafu kuna mjasiriamali. Okay. Mfanyabiashara mara nyingi ni mtu ambaye yeye tuseme kama ananunua bidhaa alafu anauza. Umeona, ila mjasiriamali yeye anatengeneza. Sasa huko ndo kuna ubunifu. Kwenye mjasiriamali ndo kuna ubunifu zaidi. Kwa wafanyabiashara kwa upana wake ni kwamba ni mtu ambaye ananunua bidhaa fulani iza ndani au nje ya nchi alafu anakuja anauza. Huyu ni mfanyabiashara. Lakini mjasiriamali haongezi thamani. Anaweza kaongeza thamani lakini sio original creator, ni sio yule mbunifu wa asili wa mwanzo. Yeye anaweza kaongeza packaging nini, lakini kama sio mzalishaji mkuu yeye anakuwa ni mfanyabiashara. Yes. Na kuna hapo sasa tuambie kuna aina za biashara. Biashara nazo ziko zinatofautiana. Kutokana na kuna biashara kubwa, za kati na ndogo. Yes. Yes. Sasa yani kuna ile huwa mnasasa kuna kuuza bidhaa ama kutoa huduma. Hapo kipi inakuwa ni kipi au hizo ni category? Okay. Hizo ni category kwamba tukisema bidhaa ni kitu ambacho tunaweza kukishika. Ndio inakuwa ni bidhaa. Alafu huduma ni service ile. Tuseme labda kama mfano kutangaza ile ni huduma. Mitandao ya simu ile ni huduma. Mfano Azam inavyorusha matangazo hiyo ni huduma. Kwa bidhaa inakuwa kitu ambacho kinashikika. Dada nguo, viatu, hiyo ni biashara ambayo inashikika, ambayo ni bidhaa. Alafu huduma inakuwa yenyewe ni biashara lakini inakuwa huwezi kuishika. Kama huduma sui za nyumba za wageni labda watu wanaosafiri. Huduma. Tunasema hiyo ni experience. Yani huduma unakuwa na experience. Yes. Asante sana. Sasa hapo tatizo kwenye kuigana alivyokuwa amezungumza kuna biashara kubwa za kati na ndogo. Changamoto inayoanza ni kwamba kuanzia biashara kubwa bado zinaigana. Kuna baadhi ya maeneo hayakuwa na yadi za magari kabisa. Yalikuwa na vinyozi, watu wananyoa, yalikuwa na sehemu za juisi, lakini ukienda sasa hivi hapa Dar es Salaam ni yadi za magari. Sio ya mtu mmoja, watu hadi 3, 4, 5, wote ni eneo lile lile. Na sio kama ni eneo kubwa limebana. Ile kama kuna uzuri fulani hivi watu wanapata ajira. Pamependeza. Au kuna ubaya gani? Tutajua huko mbele. Tumsikize mfanyabiashara wetu sasa. Namuunga mkono hapa mwalimu wa biashara. Biashara kweli ni ubunifu. Lakini pia kwenye biashara ni ubunifu, biashara pia ni karama. Ukiacha ubunifu, kama utakuta mwingine na ubunifu lakini hana karama ya biashara. Karama unamaanisha nini? Yaani ni ile sijui ni ile nguvu ya kufanya biashara, utashi au upendo, ni kitu kama yani ule upeo hana. Wewe unaamini kuna watu wamezaliwa kuja kufanya biashara? Wapo. Na kuna watu hawajazaliwa ndio unakuta kule mtu anafanyaje, anaanza kuiga, anakurupuka tu. Yani lesson nimemwona leo Farida anapika maandazi, hajui namna ya kumeki ile faida, hajui namna kuplani ule mtaji. Kwa hiyo yule karama ile hana, lakini Farida ana karama hiyo. Kwa hiyo yule ambaye hajabarikiwa kile kipawa, baada ya pite sasa kwenye elimu ajifunze, anaanza kuiga. Akishaiga anafeli. Utakuta leo anaiga kupika maandazi, kesho anaiga kuuza viatu, lakini bado hajapata ile elimu na ile karama ya kuendesha biashara. Pia amefanyaje? Amekosa. Kwa hiyo utakuta wengi tunaingia kwenye kuiga kufanya biashara kwa sababu mimi kwanza kabisa nilianzaga kuajiriwa. Baadaye familia yangu na ndugu zangu wakawa wananishawishi, wanakushawishi kutokana na muonekano. Umemwona huyu anafaa kuuza suti. Anaenda kwenye muonekano sasa. Anamuona fulani kwa sababu anauza suti, anaanza kuiga. Baada ule wivu kumwona fulani, yani ile muonekano. Tuna ile tamaa ya kimaendeleo. Nikashawishiwa bwana, nikauza nguo, sikuweza.
Uliambiwa wewe una mwili wa nguo. Yani una mwili wa nguo. Ni kweli, lakini mwili wa nguo unao. Exactly, I know. Unawani ukakae duka fulani hivi la makeup. Yani si unajua ile. Sasa na mimi naiga baada ya kumwona rafiki yangu pale akikaa nikipita anapendeza, naanza kufanya wivu kwenye biashara. Yani mimi wewe vitu vya urembo, makeup. Sahihi, unaniona hivyo. Lakini huko sijawahi kutoboa. Wivu ulinipotosha. Yani niliiga. Sikutoboa. Mbona lakini yani ndio muonekano. Yes, tunarudi sasa. Ule wivu wa kibiashara. Unaweza ukamwona Farida hivi na ukasema ngoja mimi nikauze nguo nikawe kama fulani. Lakini huko mimi sikuwahi kutoboa. Yani sikuwahi kutoboa kwenye accessories, kwenye urembo, kwenye nini. Lakini baadaye nikaona hapana. Ngoja nijaribu kwa sababu plani ya biashara nilikuwa nayo. Lakini kipi ambacho kitanifanya niende nikatoke kwenye biashara? Nikaona nikibase kwenye wivu wa kufanana kwamba niwe kama fulani inapotea. Ngoja niende kwenye logo yangu kipi nafanya. Kweli mimi saizi nauza dagaa rafiki yangu. Wewe sasa ilikuwaje? Niliiga. Ndio maana narudi huko. Hivi kuna muuza dagaa na Peruvian hair? Yes, wapo, naomba nikwambie. Yaani usitake kunipeleka mbali wakati ndo kwanza asubuhi. Biashara tuna brand my dear. Unaweza dagaa za vikopo hapana. Kwa hiyo sasa nikawa namuona rafiki yangu. Nikanambia mimi natamani biashara, yani namuona the way ambavyo ana improve. Yani baada ya kutoka sasa kwenye ile show ya kutaka kuonekana sasa. Unajua kuna watu tunafanya biashara kama hivyo ambavyo tumesema yani ile wivu, ngoja nifanye niwe kama fulani. Hujui scenario yule mtu ikoje. Hujui thinking capacity yake ikoje. Hujui ni how much anaweza ku make a profit na jinsi gani anaweza kulinda ule mtaji wake. Ndio tunakufeli. Biashara hata kama unawiga lakini uweze kutenga faida, uweze kutenga na ule msingi wako mtaji, I mean, utaweza kumove. Lakini uliomba kufundishwa ile biashara ya dagaa? Niliomba. Nisiwe muongo. Baada ya kuona rafiki yangu anatoka, nikamwambia na mimi natamani hii biashara ya dagaa. Akanambia utaweza. Yaani alikuwa amenichukulia muonekano. Biashara zote. Sawa, mavazi ukachagua ya dagaa. Mtu anakuangalia by personality, yani dagaa. Sijui unaelewa. Na mimi nikikuona ukiniambia unauza dagaa nitajua tu huyu ni kama watu wa maduka asili. Wewe mimi nauza madagaa actually wewe. No, nauza dagaa. Wanaonijua wote. Nauza dagaa. Sitaki kuwa muongo. Na nauza kuanzia hadi robo ambayo ni 2,500. 2,500 kwako ina thamani? Ina thamani. Yani ina thamani kwa sababu nimeweza kuiplun. Sikutaka kuiga. Umenielewa? Lakini mwanzo nilikuwa napima hivyo mimi kweli nikae nitafuta 2,500. Kwa sababu nilikuwa naiga yani najibrand mimi mwenyewe pasina kuangalia uwezo wangu wa biashara, msingi na mtaji. Hata mimi nikikuona naona biashara 2,500 ufanyi wewe. Yaani utakataa, lakini ni kitu ambacho kinafanyika. Na nimeiga kupitia kwa mtu, nimeona the way alivyoweza kufanyaje kutoka. Sio kwamba niliona wivu, nilitamani namna ambavyo anafanya na anaendelea. Lakini nilijikuta nimeshindwa kurun out kwenye nguo. Nilishindwa kwa sababu sikuwa tayari, nimeiga, nimekurupuka kwa kutaka nionekane. Kwa hiyo kuiga kuna pande mbili. Yes. Na huko kuiga pia kuna kuja baada ya kuona mimi nikifanya nitakuwa kama yule. Na ndio maana narudi kusema biashara kwanza ni utashi, karama na ubunifu. Kama utakosa wewe mwenyewe ubunifu, yani hutaweza kumove. Sio, umeelewa ndugu mtangazaji? Kwanza uwe na hiyo karama, uwe na ubunifu na uweze kuplan wewe mwenyewe nini naenda kufanya. Asante. Na nilia atujuze kwa alichozungumza hapa. Biashara ni ya kila mtu. Mimi naweza kusema mtu yote anaweza akafanya biashara. Mtu yote. Kitaalamu. Kweli? Yes. Mbona kama mimi najiona kabisa. Kinachohitajika cha kwanza kabisa ni kupata maarifa. Yes, yani kupata, sababu hata dada ukimsikia ni kwamba hakuwa anafanya biashara ya kuuza dagaa kabisa. Ila kuna mtu alimuona, ili kuna kitu kakizungumzia kwamba alifundishwa. Hicho ndio nataka kusema kwa Tanzania changamoto kubwa. Watu wengi wanapenda tu mfano mtu ada na milioni 10 yake. Hataki kujifunza biashara kwanza ile. Yeye moja kwa moja tu anaingiza ule mtaji. Unapiga tu frame, ndachukua kiasi gani, lakini hutengi hata senti ya kwamba nitajifunza hii biashara. Hiyo ndio changamoto kubwa iko hapo. Kwenye elimu pale. Kwa changamoto kubwa ni hiyo kwamba kama mtu ana mtaji, cha kwanza kabisa anatakiwa apate elimu kuhusu ile biashara husika. Na inapendeza upate ile elimu kwa mtu ambaye anafanya ile biashara. Ndio maana madam kasema kwamba alimuelekeza ni mtu ambaye anauza pia dagaa. Kwa hiyo alifuata misingi fulani sahihi, ndio maana nadhani mpaka ameweza kufanikiwa. Ambapo anakuwa ameisha kupunguzia safari ya makosa. Kwa sababu mtu mzoefu yeye tayari alishafanya ile biashara, alishafanya makosa, anapokuja kuelekeza wewe, ina maana unatoka kwenye ile makosa, wewe unakuwa unaenda kwenye sehemu ya kupatia zaidi.
Yes. Na hapo tuambie uhalisia ukoje linapokuja swala la kuiga biashara ama watu kufanya biashara, kwa sababu ninyi mnaongea na wafanya biashara huko, hali ikoje? Okay. Kwanza ndo nikaelezea sababu. Kuna sababu kama 3 kuu ambazo zinasababisha kwa nini watu wengi wanaingiana kwenye biashara nyingi. Sababu ya kwanza naweza kusema ni mtaji. Yes, kwa sababu ili useme uweze kubuni biashara yako zinahitaji mitaji kidogo. Unajua kwa nchi za wenzetu unaweza kuona kila siku kuna vitu vipya vinabuniwa kwa sababu kwa kitu inaitwa R&D, research and development. Yaani uko unafanya upelelezi wa soko ndio unaweza ukabuni kitu. Kwa sababu ubunifu nao unahitaji ufanye upelelezi wa soko. Na upelelezi pia unahitaji fedha. Kwa hiyo cha kwanza ninachokiona ni hicho kwamba Tanzania wengi wana mitaji midogo midogo. Kwa hiyo kwa sababu mtaji ni mdogo, anaangalia biashara ambazo zina trend zipo nyingi. Ndio maana tafunga sasa hivi kuna maduka ya wakala yako mengi sana mitaani. Vibanda vya chipsi viko vingi sana. Bodaboda na yenyewe ni nyingi sana. Kwa ukifuatia afu ukiangalia nature hizi biashara nyingi ambazo zinafanana ni biashara ambazo za mitaji midogo au ya kati. Biashara nyingi zile kubwa bado hazijavamiwa na watu wengi, ingawa hizo sasa ndio zina uhitaji. Kwa mfano kama kwa Tanzania sasa hivi kila nyumba utakayoenda lazima kuna TV, kuna redio, yani kuna zile electronic devices. Lakini kwa Tanzania ni mfanyabiashara gani mjasiriamali gani ambaye anazalisha, sio ananunua kutoka nje na kuuza, ambaye tunazalisha Tanzania. Ila vifaa kila nyumba vipo, kuna mafriji, kuna nini, lakini hapo mtu atakwambia biashara ngumu. Kwa kumbe kuna sekta zipo ambazo kwa nchi yetu bado hatuna hivyo viwanda vyake. Ila changamoto pia inakuja kwenye mtaji. Hiyo ndio cha kwanza kabisa ambacho nimekiona. Kitu cha pili ni hiyo tunasema ni ubunifu. Kwamba ubunifu nao ni mdogo. Na ubunifu unakuja kwenye maarifa. Tanzania bado kwenye kusoma tuko nyuma. Mfano kama mimi najitahidi naandika vitabu, lakini pia mwamko kusoma sio mkubwa. Ina maana mtu akiwa anasoma anapata vitu vipya vingi. Ina maana hata mawazo mapya ya biashara nayo yanakuja. Kwa hiyo ndio changamoto ya pili ya kitaalamu kwamba mtu anaweza kawa na mtaji lakini kama hajifunzi ina maana naye ataiga. Ndio maana tunasema kwamba kuna watu wana mitaji lakini bado kaoshi ni nyingi. Na kweli zile nini au ana upeo wa ziada, ana kusoma mazingira aliyomo, anaona kuna vibanda vingi vya miamala ya pesa. Anaona kuna boda nyingi, kwa hiyo na yeye anaingia umo. Lakini kama angekuwa amefanya research, amesoma vitu mbalimbali, anasoma changamoto za Tanzania ni zipi, angeweza na yeye kuja na biashara tofauti. Tukirejea kwake Farida, umesema ulifundishwa, ulimfuata rafiki yako anayeuza dagaa. Hatuwezi kuingia kwenye moyo wake kama alijisikiaje. Alivyokufundisha alikukutanisha hadi na baadhi ya wateja au na sehemu anayochukua hizo dagaa? Okay, kwa bahati nzuri. Na afu ili nije nipate jibu, nije niulize sana wewe sasa hivi nikija unifundishe, utanifundisha kwa moyo wote au utaona tutagawana wateja? Wewe omba tufundishwe. Usianzie mbali. Kwa bahati nzuri rafiki yangu yeye yuko Mwanza. Mimi niko huku Dar es Salaam. Yeye akaniambia sikani, yani alikuwa kwenye ushauri sababu aliniambia utapoteza kwa kutaka kuiga watu. Ila hii biashara ina faida, hebu jaribu. Jaribu kwa magunia haya 3. Ila anza kutafuta wateja wewe mwenyewe. Kweli si kuona nini kaenda Ilala. Sio kama alikupa wateja. Hakunipa wateja, alikuwa yuko mkoani. Ila sasa mimi nina jopo la wengi ambao nakwambia ukileta dagaa na mimi utanipa basi, si unajua zile ili na mimi niuze. For sure mimi naamini riziki yangu ni yangu, riziki ya wake ni ya kwake. I'm willingly, niko tayari kumpa. Yes. Kwa sababu unaangamia kwa kukosa mali. Hapana, utaangamia kwa kuacha kubrandi biashara yako. Mimi hata kama nikikupa wewe, unampa mtu wateja? Yes, simpi wateja. Nampaje wateja? Kwa kumpa wateja sio kweli. Mimi unawapa watu mzigo. Yes. Na yeye anaweza akafanya biashara eneo hilo leo nililopo. Unajisikiaje? Kwenye hiyo kidogo inaumiza kwa sababu kuna kale kaenda unakapata. Unakuwa mkweli. Kwa binadamu yani kuna ile especially lazima umie. That's why hata ukiona leo, hata kama leo unapika maandazi ukimwona mwenzio pale lazima hiyo hali pia ikuume. Yani katika hali ya kawaida kwa sababu unakuwa umeshafanya enforcement nyingi, yani umejitune, umepambana, yani mpaka umeweza kutengeneza hilo, kuna nguvu kubwa ambayo unakuwa umefanyaje? Umeitumia. Lakini mimi wateja wangu wengi wananifahamu. Yani na limitation zangu. Sorry hata kama watakuwa wananiangalia. Namwambia mimi kwangu mimi nakuwa naleta mzigo kwangu, chukua kwa jumla. Yani wewe kama utaenda kuuza leja whatever, lakini mimi nitakuuzia mzigo kwa jumla.
Yani kila atakayekuja kwangu anauza mzigo kwa jumla, na kama na wateja wangu wa rejareja ni constant ambao wewe sikushirikishi ili niweze kukuza na kuendeleza ile nini biashara yangu. Kwa hiyo sitaweza kupoteza mteja. Wewe utakuwa mteja wangu, utaenda kuuzia wateja wako wadogo, na hao wengine ambao wa kwangu watabakia kuwa wa kwangu. Biashara yote inahitaji secrecy. Yes. Yani biashara bila secrecy, yani bila usiri huwezi kumove. Hata wewe hata kama utakuja hata utaniambia vipi, ila kama nataka kutoboa siwezi kukuambia. Yes, kuna kasiri siwezi kukuambia. Ndio maana hata tunafika kule, yani kwamba unaponiona Farida mimi dagaa zangu lazima zitakuja kama mimi. Sijui umenielewa, hata kuja kama za Mama Juma. Yani nitajitahidi kuzibrand, yani kuziweka katika mfumo fulani tu ili nikulinde wewe mteja wangu. Yes. Ndio. Na mtu anapotaka kuiga biashara kitaalamu, nyinyi mnashauri afanye nini? So tunaona Farida yeye alikuwa na mbinu yake, lakini nyinyi mnashauri afanye nini? Pia naweza nikasema kwamba kuiga biashara sio jambo baya. Kwa mfano tukiangalia taifa kubwa kabisa kama China, wale ukifuatilia vitu vingi sana miaka ya nyuma tulikuwa karibuni tuko nao sawa kiuchumi, lakini wao walitumia mbinu ya copy and develop. Yani kuiga ni sahihi, lakini ukiiga ongeza kitu fulani. Ubaya ni kwamba kama utaiga na utafanya kitu kile kile. Umeona? Yani dada panauza dagaa, alimuona alifundishwa kufanya kuuza dagaa, na yeye akaja kufanya vile vile, yani hakuongeza ubunifu fulani. Ndio maana akaongeza ku brand. Mimi nimeongeza. Yes, ndio maana kama hivyo kusema brand ni kwa sababu brand yenyewe ni pana. Unaweza kujitofautisha labda kwenye hiyo packaging yako. Unaweza pia kujitofautisha kwa maeneo, kwa sababu biashara pia unaweza kuangalia kwamba eneo hili linahitajika, kuna maeneo fulani hamna kabisa dagaa, si ndivyo? Kwa hiyo unaweza ukajitofautisha kwa staili hiyo, kwamba ukatafuta eneo fulani ambalo hiyo bidhaa haipo ukaenda kule. Ukoona wewe ukiiga ni kuifanya ile biashara, ila ambacho hujawaiga ni kuuzia eneo lile lile. Umeona? Kwa umeiga biashara fulani, lakini wewe umeenda kuifanya katika location tofauti. Kwa hapo tayari ushafanyaje? Ushajitofautisha. Yes. Kwa kwenye ile eneo unakuwa unaonekana ndio umeanzisha wewe. Kwa pamoja uliiga aina ya biashara, lakini ambacho umekifanya wewe umeenda kutafuta eneo lingine ambalo hiyo bidhaa haipo. Naomba nisome ujumbe. Ndio, karibu sana. Anasema wafanyabiashara wengi wana wivu na roho mbaya, hawapendi wafanyabiashara wenzao wafanikiwe, lakini pia wengi wao wanakosa maarifa ya kiubunifu, ndio maana huiga kila uchwao. Anaitwa Khalidi Kachuru wa Korogwe, Tanga. Hivi kuna mtu utapenda mwenzako afanikiwe? Haridi, ungekuwa unafanya biashara ungetamani. Unaona mtu umefungua duka la spare, wamekuja kama 6. Wanafungua alafu utawasaidia ni wao wafanikiwe yani. Tukiwa kama binadamu, ngoja Haridi atabidi atuambie hapa. Sawa sawa, tumepata ujumbe wako, asante sana. Huyu anasema anaitwa Chris Mlerwa kutoka Kilosa. Anasema biashara huku imekuwa changamoto kwenye kuigana. Mtu anauza mama ntilie, mwingine anafungua pale pale, sababu inawezekana wivu, na wengine ni kumkomoa mwenzake. Hata akifungua unakuta anamkomoa mtu. Unaweka mtaji kwa kukomoa. Anasema tupewe elimu jamani, ili watu wajue jinsi ya kufungua vizuri biashara. Hivi unafungua kwa ajili ya kumkomoa mwingine? Asante sana. Anasema niite Kibombo Isaac, nipo Runazi, Muleba, Kagera. Kwenye jamii zetu kuna watu wanatamani kufanya biashara lakini hawana uthubutu wa kuanza biashara. Wanaofikiri kufanya sema huwa wanashindwa namna ya kuanza, kwa hiyo wanasubiria wenzao waanze. Sasa wengine wanataka kufanya lakini hana uthubutu. Akiona mtu kaanza naye ndio anakutoa chambo. Huyo anasema nimependa sana mada yenu ya leo. Anasema haya, watu wanapenda kuigana biashara. Sawa. Anaitwa Bakari, yupo Njombe, Mji Mwema. Anasema namtafuta Farida niuze dagaa jamani. Nimeipenda elimu yake. Anaitwa usijali Farida, Mama Baby wa Dodoma. Okay. Utamani uwe na branch Dodoma? Tayari. Tayari unayo? Yes. Basi itabidi utamwelekeza. Nitamwelekeza, mwambie asante, niko pamoja na yeye. Imeisha hiyo Mama Baby. Anasema hello weekend, naitwa Modas. Kuiga biashara mara nyingi watu wanaangalia weakness ya wahudumu wenyewe. Mfano unakuta una biashara lakini hauna customer care, una customer care mbovu. Mfano unakuwa mfanya biashara alafu unakuta unatoa lugha ya matusi kwa wateja, hauchangamki wateja. Watu wanaiga, wanakupiga kikumbo.
Asanteni sana kwa ambao mnatuma ujumbe. Huyu anasema kuigana katika biashara ni ubunifu ikiwa kunahusisha kuboresha na kurekebisha na kuongeza thamani. Asante. Haya, huyu anasema kipindi ni kizuri sana, kinaelimisha. Shukrani. Habari za asubuhi, naitwa Roja au Baba Jabir. Kuigana biashara ni upungufu wa mawazo kichwani. Unakuta kama pale Maandazi Road Msasani, wa mama wote wanauza maandazi. Hivi ni kweli au ilikuwa zamani? Kuna siku hizi sijaelewa. Wameongezeka sasa hivi na miogo. Sasa hivi ile ianze kuitwa Maandazi Road na mihogo. CCDRT ile Maandazi Road. Ndio labda ikaitwa Maandazi Road, tutafuatilia kujua. Anaitwa Peter Msambazi kutoka wa Kidoka Chemba, Dodoma. Anasema ni ubunifu pale unapochukua wazo la biashara lililopo na kuliboresha na kuongeza thamani, lakini uvivu wa kufikiri pale mtu anavyonakili biashara ya mtu mwingine bila mabadiliko yoyote. Nimempenda sana mada yenu ya leo, asante. Haya, habari za hapo studio, hope mpo salama. Kuigana na kufanana biashara sio uvivu, bali ni uwezo na ubunifu wa mtu mwenyewe, kwa sababu kabla ya kufanya biashara unatakiwa kujua uhitaji wa watu. Haya, tunashukuruni sana kwa ujumbe wenu. Na Messi, hapo kuna swali linaibuka kwa coach, atuambie kwa sababu kuiga biashara mtu anakuwaje avunja sheria za nchi na biashara ni huria. Lakini inapotokea labda ni duka la spare au ni mtaani kulikuwa kuna saluni moja zimeongezeka, ama ndio hiyo biashara sio ya kuuza mandazi watu wameongezeka, mimi ambaye nilikuwepo au ambao tumeshakuwepo 4 wameongezeka wengine tuko 10, napaswa kufanya nini? So tayari watu wameiga biashara na hawajavunja sheria. Aha, okay. Sawa. Kama mwanzo pale mnakumbuka nilielezea tofauti ya mfanyabiashara na mjasiriamali. Kwenye upande wa mjasiriamali ana advantage. Umeona kuna kitu kinaitwa kimiliki. Copyright ya kitu fulani. Ila kimiliki unapewa kwenye kitu ambacho umekibuni wewe. Kwa mfano leo hii huwezi kupewa kimiliki labda biashara ya mandazi. Kwa sababu ile ni biashara ambayo ni general business ambayo kila mtu anaweza akaifanya. Lakini kama unakuja na wazo fulani labda la kibunifu. Sasa labda mfano kuna formula fulani ya juisi fulani ambayo wewe ndio umeibuni. Ile sasa unaweza ukaiombea hakimiliki. Ina maana ile mtu mwingine yote ambaye anataka kuiga inabidi anunulie kwako. Umeona? Lakini kwa hizi biashara zingine hauwezi kusema utaenda kushtaki bali ile eneo niliwahi mimi. Pia kitaalamu wanasema kwamba kwa kitu kinaitwa market traction. Yaani ni ile ambapo kwa nini unaona kwa nini mtaa fulani ikianzishwa hada mfano hiyo mandazi wanakuja na wengine. Ile pia nayo kibiashara ni nzuri. Umeona? Yani wateja wakiona kitu fulani kwa watu ni wengi wanakiuza, pia hata trust inaongezeka. Ndio maana ukienda Karume utaona pale dada alianza mtu mmoja kuuza nguo, wakaja wengi, lakini mwisho wa siku ile eneo ndio watu wengi wanaenda. Fuatilia masoko ya Kariakoo, ukula watu wanaenda wanauza nguo nini, lakini ndio eneo ambalo watu wengi wanaenda. Kwa kufuatilia kitaalamu, sehemu ambapo biashara nyingi za aina moja zipo nyingi ndio zina wateja wengi. Watu wanatoka maeneo mbalimbali wanakuja. Wanaamini kwamba maduka kama 30 yote yanauza vifaa vya umeme. Na ile sasa ndio inavuta wateja. Maduka 30 yote mapazia. Sasa hao wanauzaje? Na utaka kuamini hivyo, wewe jitenge sehemu. Yaani sehemu yako wewe peke yako. Utakuta hamna wateja. Hiyo tunaita ni market traction. Yaani kwamba wateja wanavutiwa na kitu kile ambacho kuna watu wengi. So wanaweza wakachagua. Mteja anapenda choice. Umeona? Pia mteja anapenda kitu ambacho kama yani kama wako 4 5, ina maana hichi ni kitu ambacho kiko chenyewe ni uhalisia. Umeona? Ukiwa uko peke yako, mteja pia anakuwa na wasiwasi. Kwa nini biashara kajitenga peke yake? Kwa hata kibiashara, ingawa kwa mfanyabiashara anaweza kahisi kama hapa wenzangu wanakuja wananifukuzia wateja, lakini kumbe ile ni nzuri. Yaani mnakuwa mmejikusanya wengi kwenye eneo moja. Ile ndio inawavuta sana wateja wengi. Na ndio mafuatilia maeneo mengi ambapo biashara nyingi za fanana ziko nyingi, ndio ambapo wateja wengi wanaenda. Mtu anajua nikifika pale, yani hata nikikosa kitu duka hili nitapata ile. Nikikosa kwa bei hii hapa, basi kwa bei hii hapa nitapata. Unakuta watu wanachoma nyama ya mbuzi, yani wako wengi. Na ndio hata wateja pia watakuja wengi. Wakiamini kwamba pale utakapokwenda nitapata kile ambacho nakihitaji. Kwa ile kitaalamu ni nzuri. Lakini sasa tumeshakuwa wengi. Ndio. So na mimi nataka nipate wateja, nipate faida. Mimi sasa katika wengi sawa, lakini sasa
katika wengi cha kwanza, cha pili mimi mfanya biashara nafanya nini sasa katika hao wengi na mimi ninufaike, au niwe wa kwanza au nipate lion share, yani nipate donge kubwa. Ndio sasa hiyo inakuja pia kutokana na mazingira. Yaani katika wengi utakuta kama hivyo unavyosema nyama. Angalia kwanza mazingira unayochoma nyama ni mazingira gani? Kwanza unaweza ukakuta hapa nyama, hapa nyama, hapa nyama, hapa nyama, lakini wewe ukaenda na kitu chako tofauti kikawa kwenye hali ya uzuri ya usafi, umeparcel vizuri. Lese unauza nyama Gongo la Mboto, umeipika vizuri, umemwekea kwenye container. Yule mtu wa Gongo la Mboto kwanza haja anaanza kusema analinga ile nyama ya matajiri kwa the way ambavyo umemwandalia. Sijui umenielewa vizuri lakini unaweza ukaiandaa katika hali ya kawaida tu, ukaiacha hapo, hujafunika, hujafanya chochote, lakini mtu akaja pale pale kwako wewe. Kwa hiyo pia katika hilo unaangalia na mazingira na maeneo yaliyopo, hawa watu ambao wanawafanyia hii biashara kwanza ni watu wa aina gani. Lakini ukienda maeneo ya Masaki huko ukauze nyama zako zikae hivyo, mtu ananunua? Ataki. Yani mazingira ya kule yanaruhusu ufanye kitu cha aina fulani. Mazingira ya Gongo la Mboto yanaruhusu ufanye kitu cha aina fulani. Kwanza ujue mtu ambaye unaenda kumfanyia hiyo biashara ili uwe wa kwanza. Je, huyu mtu ambaye naenda kumfanyia biashara ni mtu wa aina gani? Mimi unaponiona biashara yangu najua huyu nampelekea dagaa kwenye mfuko wa lambo, huyu nampelekea dagaa kwenye container. No, yani una haja ya kucheka, lakini kujua mteja wako ni wa aina gani. Mwingine ukimpelekea vile kama huyu naye anaringa, huyu mwangalia wa Karungi, anamwangalia Karungi, package yake wa Karungi kwenye container. Yani ili nisipoteze mteja wangu. Kuna mwingine kweli unaweza ukampelekea, si unajua familia zetu, yani ukampelekea, mimi lengo nisimpoteze, ili anione mimi na yeye tuko value hii moja. Kwa hiyo lazima umwangalie mteja wako ni mtu wa aina gani. Hivyo mimi natoka hapa leo naenda kuuza dagaa Masaki, nitabeba roba langu? Hapana. Lazima ni parcel vizuri, niende vizuri, nasema yes, huyu ameleta dagaa. Lakini nitoke hapa nivae vizuri, nimebeba container zangu, niko na mtu nauza dagaa. Yani hata kama utawauzia 200 anaringa yule naye. Kwanza dagaa zake zenyewe yani sijui unaelewa. Ukiona umependeza bongo hawakai kusema mtu wa system. Yani huyu anauza dagaa huyu. Kwa hiyo kwanza tukajua wateja ambao tunaenda kudili nao gani ya charger system, mteja wa aina gani. Tusikie maoni ya Karungi. Kabisa. Ndio, na tunayo maoni Messi kutoka mkoani Kagera. Mwenzetu Benson Eustace alikutana na wakazi wa Bukoba nao wakatoa maoni yao. Karibu sana. Kwa upande wangu mimi naona ni ufinyu wa kufikiri, kwa sababu katika dunia ya sasa huduma zinazohitajika ni nyingi sana. Wakati mtu huyu anauza maji, wewe unaweza ukauza kitafunio ili mtu akinunua maji apate kitafunio. Kwa hiyo ni ufinyu wa kufikiri tu kwamba mtu anakuwa hana uwezo wa kubuni au kufikiri kwamba na mimi nikifungua huduma hii itakuja kunipatia faida. Lakini unaweza ukaangalia kama kuna huduma moja, wewe unaweza ukaboresha ukaleta kitu kingine ambacho kitakuja kusaidia ili mtu akipata huduma A aweze kupata huduma B, wote muweze kupata kulingana na eneo husika. Naweza nikasema kwamba sio ubunifu ila ni ufinyu wa kufikiri. Kumbuka mtu lazima kila akipita pale au mteja anapopita hapo kwenye biashara yako ambayo ndio ile moja, lazima kumbuka watu wengi au wateja walio wengi wanahitaji vitu yani biashara yani bidhaa mpya ambazo hizo bidhaa mpya ili ziweze kupatikana lazima tuwe na ubunifu, yani kufikiri kwanza, kuliko kuendelea kuwa na ile biashara moja ambapo lazima yani itimizi ni kwamba lazima hata wateja watawahi kuisha kwako. Au unaweza ukawa na biashara haina moja, lakini ndani ya hiyo biashara unabuni mambo mengine, yani mteja anapokuja anakuta kitu kipya. Biashara inayofanana eneo lile kwanza inategemea. Kwangu binafsi inaweza ikawa sio ubunifu, ni kwamba uwezo wa kufikiria unakuwa ni mdogo sana, kwa sababu wanasema wakati fulani ni vyema kufungua huduma kutokana na mahitaji. Hilo ni jambo la kwanza, na nakubali kwamba sio ubunifu. Lakini la pili, inawezekana mahitaji ni makubwa sana, kwamba kama kuna watu labda wanahitaji huduma wengi
na mtoa huduma aliyekuwepo atoshelezi, sio vibaya pia kufungua huduma, lakini kwangu binafsi sio ubunifu, kwa sababu ni vyema kuangalia kama kuna opportunity nyingine, lakini kama mahitaji ni makubwa kiwango cha kwamba mtoa huduma wa kwanza atoshi, anahitajika mtoa huduma wa pili, mtoa huduma wa tatu, sio mbaya. Haya, wakazi wa Bukoba hao nao wanatoa maoni yao juu ya mtazamo wao juu ya kuigana biashara. Ni ubunifu au uvivu wa kufikiri? Lakini kuna muda sisi wateja bwana tunafurahi watu wakiiga biashara. Ili yule wa kwanza kidogo awe na kanidhamu. Kuna mtu ukifika dukani kwake mnapanga mstari na anahudumia anavyotaka. Na akija mtu fulani ambaye anajua ananunua vitu vya bei nyingi, anamhudumia yule nyie anawaacha mliokuwa mnataka chumvi ya 200. Sipo peke yake. Kuja duka jingine lifunguliwe. Yeye mwenyewe anakuja anashika nidhamu kidogo. Godfrey. Okay, kitaalamu kweli yupo sahihi kwamba pia mkiwa wengi ushindani sema unaleta pia uboreshaji wa kitu. Kwa mfano huduma yote fada huduma ya simu au nini au hata duka kama mtani liko moja tu, kweli kuna ile kujisahau kwa mfanyabiashara, lakini unapotokea wenzake hata wawili au watatu wamefungua biashara ile inayofanana, ni kweli unakuta hata yule wa kwanza naye anaongeza nidhamu, atawahi kazini na yeye ili awahi wateja, ataweka ubunifu, wateja wakija atakuwa na wachangamkia kwa sababu anajua kabisa jirani yangu tu hapa naye anafanya biashara kama yangu. Na pia cha kuongezea kwenye biashara tunachouza ni jina. Kuna swali uniuliza kwamba mpo wengi eneo moja, sasa mimi nafanyaje? Biashara hatuuzi bidhaa, unajua watu wengi hawajuagi kwenye biashara kwa sababu kumbuka ile bidhaa hujaitengeneza wewe. Kwenye biashara unachouza ni jina. Ile brand yako. Ndio maana hapo ulisema ulimtaja jina kwa Obama. Umeona? Hujataja chips. Mlete hiyo story ili mtu aelewe. Mimi nakumbuka kuna sehemu nilikuwa nakaa hostel, kulikuwa kuna mtu anamuita Osama. Anauza chips. Labda Osama afunge ndio tutaenda kununua kwingine. Sasa umeelewa kwamba labda Osama. Na ukimwagiza mtu naomba uninunulie chips za Osama, akaenda kununua kwingine, akija nazo. Foili ni ile ile, viazi ni vile vile, mafuta ni yale yale. Ukizishika tu unasema hizi chips sio za Osama. Hujanopo Osama leo. Umeona hicho kitu. Yeye kakumbuka jina. Kwa biashara ni jina. Umeona? Kwa kikubwa umeweza mkata hapo watu 10 katika eneo fulani. Hakikisha wewe jina lako linakuwa. Umeona? Jina lako. Kwa biashara tunachouza pale ni jina. Na jina lako linakuwa vipi? Ndio hivyo kwamba test. Unajua ifuna kama hizi biashara za chakula. Wote mnaweza mkampewa mchele ule ule. Lakini mkija kupika test itakuja kuwa tofauti. Kwa hiyo ina maana hapo wewe hakikisha jina lako linakuwa kwenye sifa nzuri. Umeona? Hii kwamba hata kama mkiwa mko 100 mwisho wa siku hamwezi kufanana mpaka jina la biashara. Mtafanana bidhaa lakini hamwezi kufanana kwenye jina. Ndio maana watu wengi wanaofanikiwa wanahangaika sana kujipromote, kujitangaza. Ndio maana ikaja mpaka matangazo. Umeona? Ina maana mtu ambaye anajitangaza vizuri zaidi ndio ambaye atapata wateja wengi zaidi. Yes, unakuta hata simu fulani inauzwa sana sio kwa sababu yenyewe ndio bora zaidi, ila kwa sababu imeweza kujiposition vizuri zaidi. Kwa maana nyingi sana mtu ambaye anafanikiwa kwenye biashara sio kwa sababu bidhaa yake ni nzuri sana, ila ameweza kulikuza jina lake. Yes, kwa sababu siku mwana mteja ni baada ya muda anataka kujiattach na mtu fulani, jina fulani. Kama naenda kwa fulani, yani bila fulani sinunui. Umeona? Kwa anaama kwenye bidhaa, anahamia kwenye jina brand fulani ndio anajiattach nayo. Kwa biashara ndio hicho kitu kikubwa. Sasa kuna sehemu unakuta wana jina kubwa, ila bidhaa au bidhaa ama huduma iko chini. Na bado upo katika ushindani, mpo wengi katika ile eneo. Yaani kuna sehemu kuna migawa wanasema pale wanapika chakula vizuri. Ila wahudumu wa pale jamani wanaringa, wananyodo, wanachelewa kusikiliza wateja na nini. Ila wana chakula kizuri. Na jina lao ni kubwa. Ila hapo sasa kwenye huduma standard. Okay. Kwa wenzetu ndio maana uwaga kuna msemo mmoja unasema kwamba hire slow but fire quick. Yaani unavyoajiri wafanyakazi ajiri taratibu, ikimaanisha ufuatilia mfanyakazi sifa zake, lakini kwenye kumfukuza mfanyakazi fulani fanya vile kwa haraka. Kwa sababu gani? Sifa mbaya ya mfanyakazi itakuja kuathiri jina zima la kampuni. Na kikubwa kampuni kubwa nyingi huaga zinawafanyia training. Nadhani changamoto kubwa ni hiyo. Kwamba mtu anamweka dukani lakini hajai kumtrain.
Yani mwenye biashara yeye ndio ana ile nidhamu na nini. Ndio muda mwingine unakuta mwenye biashara akiwepo ndo wateja wanakuja wengi, ila akiacha dada wa kazi pale unakuta wateja wachache. Na alama nyingi ukifuatilia kwenye biashara nyingi ambazo zina majina makubwa ni wafanyakazi, sio mmiliki. Umeona kwamba mmiliki mwenyewe akiwepo biashara yake inasimama, sababu yeye ndo kaweka pale fedha yake na kila kitu, ila wafanyakazi wake ndio wana changamoto. Ndio maana siku hizi kuna uboreshaji, kuna CCTV cameras kwa maduka mengi yanafunga CCTV kamera, ile pia ina monitor yule mfanyakazi, kwa sababu mfanyakazi kama mfano hamna nemuona, yuko mwenyewe, hata wewe unafanya shughuli zako zingine anajisahau. Umeona, lakini vitu kama CCTV kamera nayo inasaidia ile, kwa sababu atakapo kazini nayo inaonekana. Asante. Nisome ujumbe tena. Karibu Messi. Anasema anaitwa David Salum, anapatikana Ruaha Mahenge. Anasema hapo mimi naona kuigana biashara ni sahihi sana, kwa sababu inaleta chachu eneo husika. Cha msingi usije kwa kukurupuka ili uonekane na wewe ni mfanyabiashara. Hiyo ni mbaya pasipo kujua mifumo ya kibiashara. Kumbe mna mifumo yenu. Ndio. Umeingia kwenye mfumo. Kwani biashara imejishinda. Umeona sasa? Kuna mifumo. Ndio maana nikakwambia biashara kila mtu ana siri yake, ndio huo mfumo sasa. Mwingine anaweza kuwa uone wateja dukani, kumbe anauza online. Yes. Au ana bodaboda yake anachukua mzigo anasambaza maofisini. Alafu unamwona tu yuko nyumbani pale kalala, wewe unahangaika tu na dagaa zako na mwiga fulani. Akitoka kapendeza. Kama unapopendeza Farida. Anasema jambo muhimu katika biashara baada ya kuiga ni ubunifu. Dada Farida na huyo kaka wapo sahihi kabisa. Anaitwa Baba Salome kutoka Ifakara. Asante, wasalimia Ifakara. Anasema kuiga biashara ni jambo jema, lakini wewe unaiga unatakiwa uboreshe maradufu. Anaitwa Nasari kutoka Kasulu. Haya, wasalimie Kasulu hapo. Anasema hello weekend, naitwa Sonia Abdalla, nipo Morogoro kiwanja cha ndege. Kwa upande wangu mimi naona kuiga biashara sio jambo baya, ila utakiwa uwe mbunifu, usiige kila kitu. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Sixtus Chembe kutoka Lindi Manispaa. Kikubwa anachokiona mimi ni kipaji tu cha mtu na ushawishi wake kwenye biashara. Huyu anasema hello weekend, mimi nadhani kuigana biashara sio wazo baya kwetu sisi wanunuaji na jamii. Ukikosa kitu kwa huyu unapata kwa jirani yake. Hata walimu wa biashara wanatuelekeza hivyo. Kumbe ndo mnavyoelekeza? Yes, ili biashara yako pia isife. Kwamba umekosa kwangu unaenda pale, ila wewe unabaki na wateja wako. Sawa sawa. Kwa jina naitwa Mganga kutoka Bagamoyo. Nimewaelewa sana, tupo pamoja. Ujatumia mbinu wewe kujitangaza. Azambie mganga. Basi tunaisha hapo. Mganga mfawidhi au mfawidhi sawa. Anasema mimi naitwa Samuel Mwaita kutoka Tanga Muheza. Kuigana na kufanana kwa biashara ni kutaka ufanikiwe zaidi kuliko mwenzako, mfano ushushaji wa bei ya bidhaa husika. Anauza mandazi 200, naleta ya 100. Ndio, kuna habari ilitokea wiki hii kule Bukoba. Kuna bucha zinauza 12,000, alafu kuna mmoja akauza 10,000. Una uhakika ni Bukoba au ni mtembelee nikitoka kwenye kipindi? Ni Bukoba. Natafuta bucha 10,000 da. Ni Bukoba. Sasa wale wengine nao wamerudi 10,000. Kweli? Huyu wa Bukoba aje na Dar es Salaam jamani. Usijali. Anasema hello Mes na Wakarungi. Yes. Kuiga sio vibaya, lakini kama eneo la mwenzako ameanzisha kitu tayari, basi na wewe anzisha kitu kingine, ila hata huyo mwenzako awe pia mteja wako. Anasema sio wote wanauza nguo. Huo ndio mwanzo wa kuoneana wivu na kuanza kwenda kwa sangoma. Anaitwa Mdaile Rama kutoka Iringa mjini. Yeye anasema anzisha biashara nyingine ili yule mfanya biashara naye awe mteja wako. Anauza mandazi, anzisha sambusa. Anaweza kali sambusa za nyama. Au wewe leta chapati. Ili naye akijisikia kula chapati ananunua kwako na unanunua kwake. Ndio. Ndo anachoamini. Anasema nimependa mada ya leo jamani, na imechangamka sana, asante. Anasema kuigana biashara sio jambo baya, cha msingi ni kuangalia mapungufu. Anaitwa Joshua Daniel wa Iringa. Anasema kufanana biashara sio tatizo, tatizo ni ubunifu na mahitaji ya wateja na customer care nzuri. Anaitwa Mnape wa Lindi mjini. Haya, muda wetu nao unakimbia. Atuambie hapa Farida. Bi Farida, kwa sababu kuna mtu anaweza kaanzisha biashara, pengine na nyie mmeshakuwepo biashara labda ziko 5 au 6 au 10 zimepangana, ila huyu aliyekuja akafanya vizuri akawazidi, uhalisia unakuwaje? Huyu mtu sasa anageuka kuwa adui ama somo? Uhalisia upoje huko? Kwa sababu nyie mnafanya biashara, mnaongea, mnajuana.
Kwa upande wangu huyu mtu kwangu hawi adui. Inabidi nijifunze kwake ni kitu gani. Sio kwa upande wako. Okay. Kwa uhalisia huko kwa wafanyabiashara. Uhalisia kwa wafanyabiashara wengine, kila mtu ana mawazo yake. Mwingine anamuona kama ni adui, lakini anasahau yeye kuna mistake ambazo anakuwa anazifanya. Kama vile anakuwa hana customer care nzuri kwa mteja. Yaani anakuwa ameshalewa na ile biashara, anajiona kwamba mimi ndio mwanzilishi. Yaani kwamba wateja hawataweza kufanyaje kunitoka. Tofauti na huyo Osama ambaye alikuwa anauza chipsi. Osama anaona alikuwa anaboresha kila leo. Ndio maana wateja waweza kufanyaje kuondoka. Lakini mwingine sasa utakuta kama hivyo, yani ameshalewa ile biashara kwamba mimi nitafanya tu kutokana na jina langu. Anasahau kwamba sasa hivi utandawazi umekuwa mwingi na kila mtu ana create jambo lake yeye mwenyewe. Na hii chachu kubwa inatoka kwa hawa wajasiriamali wadogo. Kubwa wafanyabiashara mpaka ukute mtu anaiga. Yani ujue kuna kitu tayari ameshafanya vitu vikubwa, lakini huku chini kama mtu unakuta anapika, turudi tu kwenye wajasiriamali, anapika maandazi. Leo ameanza hapa Mama Isabela, labda amekuja mama fulani anapika maandazi yake. Huyu Mama Isabela atajiona kwamba mimi huu mtaa nimeshaubeba na maandazi yangu, sinaika kitu fulani. Kesho atakuja Mama Mwajuma anakuja na maandazi yake pale, anayaeka katika utofauti mwingine kabisa. Yani huyu sasa analewa ile kwamba mimi ndio mwenyewe. Yani hawi na ile customer yake kusema ngoja niamke nikauze maandazi yangu, anaacha lile deli labda hayupo, anategemea ile brand. Kwa hiyo yule mwenzie ameshachukua mapungufu yake kwamba okay, huyu sasa hivi alikuwa anafanya hivi afanye, ngoja nifanye na mimi. Kwa hiyo sasa huyu inabidi arudi kwa kujifunza kupitia yule kwamba okay, yule kumbe anakaaga mwenyewe, anaweka katika hali ya usafi, ana polite language kwa wateja wake. Kwa hiyo kuna vitu vingi. Lakini anaumia, lazima aumie. Yani lazima umie hata ingekuwa wewe. Lakini sisi wafanyabiashara huwa tunalewa sifa, na ukishajiona jina tayari limekuwa, unalewa ile sifa. Unasahau kile kitu ambacho kimekufanya wewe ile biashara ifanyaje ikue. Kwa hiyo muhimu mkubwa kwenye biashara ni kuboresha, kubrandi biashara yako, kulinda wateja wako kwa kuwa na lugha nzuri na ukawe mbunifu kila leo. Sio kwamba basi ndo midagaa, basi ndo ile midagaa. Sio, umeona hata siku hizi kuna dagaa za kukaanga zinauzwa. Zamani zilikuwepo. Watu wanakuwekea kapilipili. Zamani kulikuwa hakuna. Ina maana tayari ambaye alianzisha hilo soko alijitahidi kuwa mbunifu. Ina maana kule Mwanza na Bukoba, yani ina maana biashara hiyo ilishakuwa kubwa. Na naona akafumuka na ubunifu wangu, ngoja nifanye hivi. Kwa hiyo yes. Kwa hiyo yule wa kwanza ambaye alikuwa anauza tu zile za kavu. Unakumbuka pia kulikuwa kuna dagaa nini hizi za Bukoba ambazo za Mwanza ambazo zina michanga, zikaja ambazo hazina michanga. Hebu tofautisheni. Ziwa ni ile lo moja. Kuna kitu gani hapa? Yani ni ile ubunifu. Mtu ametoka na yeye na idea yake mpya. Kwa hiyo huyu wa kwanza hata akimchukia huyu, tayari huyu amekuja na mbinu nyingine tofauti. Ndio kuna ile kitu karama, ubunifu na kuweza kujua nini ambacho unaweza ukafanya. Sasa hivi mnaona pia kuna kitu, viatu ni vile vile, lakini sasa hivi kumekuwa kuna kila muundo. Sio, umeona? Zamani kulikuwa kuna design kama ya kwako hapa maidia. Wala hii, lakini kila mtu amekuwa yuko yani uko tayari kwenye biashara yake ili kuweza kubuni ili naye aweze kumove. Kocha, tusaidie kitu kimoja kwa sababu ulizungumzia swala la mitaji. Biashara za chini na za kati ndo wanaonekana kuigana sana. Ndio. Na wengine wanapoteza kabisa katika biashara. Ni sahihi. Labda sitaki kusema watu hawana uchungu na mitaji yao. Ndiyo. Lakini kwa nini wafanyabiashara wakubwa au mitaji mikubwa hawaigani, yani kusema labda kuna kiwanda, tuone sasa viwanda vinakuwa vingi. Ndiyo. Kama unavyoweza kuona frames zinakuwa nyingi sehemu moja. Ndiyo. Kwa nini mitaji mikubwa matajiri hawaweki kuona sasa maviwanda ni yanakuwa ni mengi, yani kama viwanda vya maji viwe vya kutosha. Ndiyo. Viwanda si vya kutengeneza nini viwe vya kutosha. Kwa nini? Na okay. Kikubwa hapa naweza kuweka kwenye sekta kwa upande mbili. Cha kwanza ni kwamba nimesema kwenye mtaji kwamba kwa Tanzania mpaka uweze kuzungumzia matajiri, lese uwekezaji kuanzia hadi milioni 500 na kuendelea. Kwa Tanzania mtu mpaka aweze kufikia level hiyo ya mtaji sio wengi. Hiyo pia ndio sababu namba moja unaona hizi biashara kubwa zinafanywa na wachache. Cha pili, matajiri wengi mpaka anaamua kufanya biashara fulani anakuwa ameifanyia upelelezi mkubwa sana. Woga mpaka wanaandaa mpaka maandiko ya biashara, business plan, pia anaajiri timu kabisa maalum ya masoko na utafiti. Kwa mpaka anaamua kufanya biashara fulani anachukua muda mrefu. Kwa ule muda unaweza kuona hata in general biashara hizi kubwa nyingi hazipo kwa wingi. Lakini hizi biashara ndogo zipo nyingi kwa sababu tu mtu akiamka asubuhi kwa sababu biashara nyingi za kawaida unakuta mtaji tafutie frame milioni 5 yake milioni 10 inatosha. Sasa milioni 5 milioni 10 kwa scale ya Tanzania milioni 60, watu milioni 2 milioni 3 hawezi kukosa mitaji ya milioni 5 milioni 10. Kwa ndio unakuta hizi biashara za kawaida ni nyingi sana.
na pia yani ni rahisi kuzianzisha. Biashara nyingi kubwa, mfano hata kuzimeta uwekezaji faida kama hivi Azam TV, leo hii mtu hawazi naye kufungua kituo chake, uwekezaji wake sio mdogo. Pia ile process mpaka unapata vibali na nini mpaka uje unafungua naye kituo chako inachukua muda mrefu, inaweza kuwa miezi 6 hadi mwaka. Kwa biashara nyingi kubwa pia zinachukua muda mrefu ile procedure mpaka unaweza kufungua, na pia inahitaji capital kubwa. Kwa kutokana na hizo tunaziita barrier to entry, yani ule ugumu kuingia kwenye hilo soko, na yenyewe unachangia zile biashara kubwa kuwa chache, na hizi biashara ndogo kwa sababu kuingia kwake ni kurahisi, ndio maana zipo nyingi. Yes. Sawa, muda wetu jamani sio rafiki, muda wetu umetutupa mkono. Tunapoelekea sasa ukingoni, Farida, ukiwa kama mfanyabiashara sasa, pata nafasi ya kuzungumza na ambao labda wanataka, ndio yupo sasa, ndio anataka aige, ndio yuko anaiga biashara ndio anampigia, ndio ameshika simu ya dalali kuulizia frame. Mimi ambaye ndio nataka kuiga ya Farida hivi hapa nani nitakuwa naleta hapa Wakarungi, tunakula dagaa. Mimi dagaa nakulaga nikiwa nyumbani likizo. Nishalikosa. Nimeshakosa wateja, basi nimeahirisha biashara ya dagaa. Zungumza na wale ambao ndio wanaanza sasa. Na washauri ndugu zangu ambao mnataka kufanya biashara, uwe mjasiriamali mdogo au wakati, kwanza kabisa kwenye biashara uwe tayari, yani upokee biashara ambayo unaenda kuifanya, lakini uangalie biashara ambayo unaenda kufanya unafanya na watu wa aina gani. Hilo ndo la kwanza na la msingi. Mimi nilifeli kwenye biashara kuuza nguo, sikuangalia ni watu wa aina gani. Na pia uangalie biashara unaenda kufungua, zingatia maeneo na watu wa maeneo hayo nini wanakihitaji. Uwezi ukatoka hapa ukaenda Tandale ukaenda kufungua duka lako la kompyuta, my dear. Ni kitu ambacho kiwezekana. Yani utaonekana ni mtu wa system au yani kuna kitu umekiweka. Ila fundi simu pale fundi simu unapata, yes, pale. Yani kwa hiyo kwanza kabisa zingatia eneo la biashara na watu ambao unaenda kwa. Ila kama umekuta watu wanauza kompyuta, kwa nini usiuze kompyuta hapo Tandale? Sasa ndio angalie pale utakuwa umeweka tu, lakini sidhani kama soko lake litakuwa kama ambavyo liko Mwenge huko wapi? Umeona kama sasa maduka ya simu kwa nini yamekuwa mengi sana? Mwenge, Sinza, Makumbusho. Wameangalia watu wa maeneo yale, wameangalia na movement za pale. Na ndio maana kila asubuhi unakuta wanafungua. Kwa nini huyakuti Gongo la Mboto? Kwa nini maduka ya mchele mengi yako Tandika? Kwa hiyo ni kuna vitu ukacheze na akili ya mtu ambaye unaenda kumhudumia. Hiyo ndio biashara kwanza. Usije ukajisikia vibaya. Ukitaka kujua wewe ni nani, angalia maduka yaliyoko sehemu unayokaa. Wakarungi. Ndio, si kwa ubaya. Washangaa sehemu unayokaa kuna mapazia kibao. Unajiuliza sisi na mapazia tunahusiana gani? Coach, kwa kumalizia sekunde kadhaa unasemaje? Okay. Mimi kikubwa ninachowashauri ni kwenye maarifa. Ndio. Kwamba kabla hujaamua kufanya biashara fulani, kwanza chukua maarifa ya hiyo biashara. Kwa mfano kwenye swala la kufanya biashara, kuna kitabu nimeandika kinaitwa Mtaji wa Biashara. Niliona hicho kitu. Hicho kitabu nimeandika zaidi ya mawazo 50 tofauti ya biashara. Yes. Nadhani hicho kitabu ambacho kama mtapata ni 10,000 tu. Mimi sinunua hicho kitabu, mambo ya kuiga biashara. Japokuwa naona sasa sina karama la nitanunua. Tunakupataje kwenye mitandao ya kijamii? Okay. Mimi nadhani mawasiliano zaidi ndo rahisi kwenye WhatsApp ambao ni 06 56 56 05 81 84. Rudia kwa mara ya mwisho. Okay, 06 56 56 05 81 84. Yes. Coach Godfrey. Na wanataka kwa ajili ya matumizi ya ofisi tu. Yes. Mbona unamlinda? Au kama utampenda utamlinda? Ananipenda ndio maana ananilinda. Hata Bamkali mwenyewe anajua. Jamani, nauza dagaa za jumla na rejareja, karibuni sana. Namba yangu ambayo inapatikana muda wote ni 0712 041521. Na yule mama baby wa Dodoma akupate kwa namba hiyo. Okay, mama baby naomba unitafute kwenye namba hiyo, naye niko napatikana na Dodoma kwa namba hiyo 0712 041521. Napatikana WhatsApp na kwa majina hayo ya Farida, karibuni sana. Asanteni sana. Nami katika biashara ya matangazo mtanipata Hello Weekend UTV. David Wakarungi. Hapa jamani, msianze kuiga biashara ya matangazo. Kamera milioni 400. Tunakushukuru sana kwa ambaye umeshiriki na sisi katika mjadala wetu leo. Jumamosi ijayo pia tutakuwa na mjadala mwingine. Endelea kusalia nasi. Mimi ni Mercy Mbaya, mwenzangu ni David Wakarungi, mfanya biashara ya matangazo kama haya.